mimi ni kijana wa William Samoei Ruto Odhiambo na ni William Samoei Ruto Odhiambo wa Fola. Jana Ruto alinipatia chopa nikaenda nayo Migori County. Leo nimekuwa Kakamega asubuhi. William Samoei Ruto Odhiambo alinipea chopa yake niende nayo Kakamega. Ni confirm kama Waluya wanasema 2 term ama 1 term. Mr. Speaker, kufika Kakamega nilifika saa 4 asubuhi. Nikakutana na Waluya wa mama na wanaume wakaniambia kabisa hapo ni 2 term. Kama Kenyatta alikula 17, umejua walikuwa wananiambia hivyo. Kama Kenyatta alikula 17, Moi akakula 24 kabisa. Na Kibaki akakula 15. Ilikuwa 10 ama 15. Sasa Ruto mnataka Ruto akule 5. Waluya wamekataa. Waluya wameniambia Ruto ni 2 term. Na wakaniambia Sifuna naye wanadanganya tu, kwa sababu ndio maana walipea Sifuna kuku na ng'ombe. Kwa sababu Sifuna ni mtu mwenye alipotea hapa Nairobi. Hana kila kitu nyumbani. Ndio maana alipewa kuku na ng'ombe apeleke nyumbani, akae nyumbani. Sifuna Waluya waliniambia wewe uwezi shindana na Ruto. Uwezi shindana na Ruto kabisa. Wewe achana na Ruto. Asimame 2027. Wewe rudi usimame Senate. Alishapatiwa ng'ombe. Na hapo kwa Senate pia Waluya wamesema Jalasa atakushinda asubuhi na mapema. Bwana Speaker, toa hii uguna hapa bwana. Mr. Speaker, ili linda tumbo linda wananchi. Linda wa mama. Nimesikia ukisema eti wanaweza peleka Ruto nyumbani kweli? Haiwezekani. Ili linda wananchi, mimi nasangana ili linda wananchi. Linda mapengo. Mbona wanapeleka tu rally hapa tu Nyanza na Western? Hata Nyanza mbona hapa Mount Kenya? Hamtaki peleka rally hapa Mount Kenya? Umejua hao Kikuyu wanatumia hili na wananchi. Na wenye wanasupport hili na wananchi ni Wakikuyu. Mbona hawezi peleka hili na wananchi huko Mount Kenya? Umejua Wakikuyu na Wakora. Juzi niliwaambia Wakikuyu na Wakora na mnanipiga. Alafu Wakikuyu wanatuiba kila mahali. Wanatuibia kila mahali. Hawa Wakikuyu sio watu wazuri. Gasagwa, wewe na Wakikuyu wako kama bado uko na mdomo mingi, wewe kwanza tutakupeleka Uganda. Hautatoka kwa hii Kenya. Kwa sababu hii Kenya hamwezi tupanga. Sisi Wajaluo ni nafaa tupange hii Kenya. Hamwezi tupanga kila mahali. Sasa hii mlikuwa mnapiga mdomo, vitu zenye mlikuwa mnafanya sasa hivi sisi ndio tunafanya. Magari zetu ndio ziko kwa barabara. Hizi maforward za Kayole ni za Wajaluo na Waluya. Sasa hii ukiingia kwa gari ya forward ukienda taa utume pesa, inatoa Wafula, inatoa Onyanya. Sasa hii haitoi Njeri, haitoi Njuguna. Sasa hii inatoa tu Odhiambo. Kwa hivyo hii serikali ya Ruto ni tamu kabisa. Hii serikali ya Ruto hatutoki. Na sisi kama Wajaluo na Waluya tumeamua 2027 tuko nyuma ya Ruto, na hapo tumelinda na mawe 10. Na Ruto tumeamua, Mr. Speaker, ngoja kwanza. Tumeamua 2027 Ruto anatangazwa kwa radio. Kwa sababu Wakikuyu wanapanga kuiba kura yetu kwa TV. Umejua Mkikuyu ni mwenye anaweza iba kura ya Ruto akikaa chini kwa kiti. Sisi tumeamua Ruto lazima atangazwe kwa TV, kwa radio 2027. Hata tangazo kwa TV. Kwa sababu ile ya Raila na Uhuru, ukienda kwa NTV unapata Raila ako mbele. Ukikuja kwa Citizen Ruto ako mbele. Sasa hiyo kura yenu tumeshajua. 2027 Ruto atatangazwa kwa radio. Kama una radio nunua radio mapema. Asanteni sana. Kama mtu atuta. Sababu agenda yetu ni kuokoa Kenya. Ukitaka kuokoa Kenya unapeleka Ruto nyumbani. Ukitaka Kenya ikuwe kama Singapore, ukitaka Kenya ikuwe kama Malaysia, ukitaka Kenya ikuwe kama Kayole, unapeleka Ruto nyumbani. Na hiyo ndo agenda yetu sisi kama Wakenya. One term si one term. One term si one term. Na mimi kama Okelele ambaye bado ndo chairperson ya watu wote maskini, mimi Okelele ambaye bado ndo brand ambassador wa Only Grace Choir, mimi nataka niseme hivi: sisi kama Wakenya tumechoka kuhangaishwa na watapeli, tumechoka kuhangaishwa na wakora. 2027 kuna gunu fulani anasema ati matangazo ya election inatangazwa kwa redio. Hapana, tunatangazia hapo kwa polling station. Hapo kwa polling station tunasema Ruto amepata kura moja. Watu walipiga kura 77, Ruto akapata moja. Hakuna yenye ilikuwa spoiled.
Hivyo ndo tunasema. Mimi nitaenda kurejesha kura yangu kwa Sugoi. Kura yangu nitapigia Sugoi. Ruto, mimi na wewe tunapiga kwa polling station moja. Wewe unapiga yako, mimi napiga yangu. Alafu unabaki hapo, mimi nabaki hapo. Wanahesabu, mimi nahesabu. Na najua mimi nitashinda, si ndio? Kweli si kweli? Mimi nitakuwa MCA wa Sugoi. Mimi nitakuwa MCA wa Sugoi. Ruto, jipange. Unaenda nyumbani, unapeleka kwa Sugoi, unapatana na mimi hapo. Unapatana kila siku, nalipa tax. Tax ya MCA unanilipa mimi. Mimi kama Senator Kelele. Nataka niambie Wakenya, ni kwa sababu nimemaliza na speaker, asante kwa kunipatia muda. Mimi kama Kelele ninataka niambie Wakenya. Tafadhali naomba, acha natafutie pesa. Nataka angalia. Angalia, check kanisa nikakuwa nini na hiyo Only Grace Choir. Wakaniambia Kelele, kwa sababu wewe unakuanga na Embakasi chapter, si ndio? Wakaniambia nikuje at least niongee, alafu nione response yenu, unaona? Kwa sababu ile ni kanisa inasaidia watu, si ndio? Mimi nikiambia hiyo Only Grace Choir, niambie bishop wa hiyo inajiita CMF na kuanga huku, wakikuja huku kwani itakuwa mbaya? Kanisa is not about politics, si ndio? So hiyo Only Grace Choir wako pale YouTube. Wakiona comments zenyu waseme Embakasi chapter, itakuwa rahisi sana mimi kwa convince. Walete hapa unga, walete vitu zenye watu hawana, walete sukari, walete hapo hivyo. Si hivyo iko sawa? So watu waende Only Grace Choir YouTube, subscribe, download, share, na kama kuna watu ambao watataka kuwabook, kwa sababu hii mwezi nimeambia tayari wako booked. Kama unataka kuwabook kuanzia next month, mnaweza enda huko CMF, mnaweza search kwa Facebook kwa nini zote, alafu mnaenda muwabook because they are performers. Asanteni sana.